Kila mtu aanzie safari yake. Yawe ni mateso kiasi gani njiani, uendelee kwenda. Kwa kuna ugumu kiasi gani njiani, uendelee kubuild momentum ya kwenda. Na miaka kadhaa baadaye utafika. Lazima uwe na maono. Maono utakayokuwa nayo sio lazima uwe na kila kitu wakati unaona. Na kuhakikishia hautakuwa na vitu vyote wakati unakuwa na vision, hutakuwa navyo. Lakini maono hutafuta resources. Nikwambia kuona unakuwa na maono, alafu kuna kinaingia kitu kinakwambia hivi, huna hiki, huna hiki, huna kile, kwa hiyo jambo haliwezekani. Unaachana nalo. I want you to believe in yourselves. Na useme kwa nia moja, nataka kwenda pale. Alafu utakapoanza, it is the vision which looks for resources. Miaka michache iliyopita, miaka mingi tuseme, I wanted to have a newspaper company. I had no cent. Lakini that big dream in me, hiyo ndoto kubwa ndani yangu, ilinitafutia resources kutoka kwa watu mbalimbali. Nilianza kukutana na watu wako tayari kunisaidia kwa sababu nilikuwa nikizungumza nao. Na conviction, nikizungumza natoa energy. Wanajua huyu mtu amedhamiria. Mungu anaorganize watu, dunia nzima itaconspire, itanong'ona kukusaidia wewe kwa sababu una maono ya kweli. Someone will raise up ambaye hata raise kama hujaanza. Hapa kuna kampuni, hizi zote kampuni. Lakini kuna kampuni hazitatokea kwa sababu unajitazama ulivyo, hautazami ukubwa wa maono yako. Mimi nakutaka wewe uamini kwa maono ulionayo yatatokea, alafu utashangaa ukipiga hatua moja mbele anatokea mtu anakuuliza, what are you doing? What are you doing? Anakuwa interested, anakwambia I will support you. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.